Bana, miongoni mwa tukio ambalo limekuwa likitrend ni lile ambalo limekuwa likihusisha harusi au ile send off ambayo ilifanyika weekend iliyopita. Ilikuwa ni Katoro katika mkoa wa Geita. Moja kati ya tukio ambalo lilichukua nafasi katika mitandao ya kijamii, na tunafahamu kwamba hii ni harusi ambayo imekuwa ikimhusisha Mona Lisa Buyamba na mumewe, lakini kutokana na namna ambavyo baba yake amesherehesha zoezi hilo au tukio hilo, imesababisha watu wengi zaidi waweze kuona kama ni moja kati ya tukio ambalo ni kubwa sana. Limesababisha mijadala mingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kutokana na namna ambavyo tukio lenyewe limefanyika kanda ya Ziwa. Kuna ule mtazamo wa watu kuchukulia poa kwamba kila kitu lazima kifanyike Dar es Salaam. Kwa hiyo na matukio yote makubwa lazima yafanyike Dar es Salaam. Kwa hiyo ilivyoonekana tukio hilo kubwa limefanyika kwa upande wa Geita, ni kama mishtua watu wengi sana kutokana na kile ambacho kilifanyika. Sasa tuliona mara baada ya zawadi zote na shamra zote na vitu vyote ambavyo vilifanyika pale kwenye ile send off ya Mona Lisa, ambapo ilikuwa imesimamiwa na baba yake ambaye ni Buyamba, ilichukua nafasi kubwa sana na watu wengi pia kazungumza kila mmoja kile ambacho alikuwa anahisi pengine ni kitu sawa kabisa. Sasa iliwafikia pia mpaka watu ambao tunasema kwamba ni ma-influencer, wana mitandao kati Doto Magari, lakini pia Mwijaku, na walikuwa kibishana pia na mwana mitandao kutokea pande wa kanda ya Ziwa ambaye anajiita Paul Brand. Amefahamika hivi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Paul Brand yeye alikuwa akitetea kwa upande wa kanda ya Ziwa, akidai kwamba watu kule ni wana pesa sana, isipokuwa hawapendi kujionyesha. Lakini Doto Magari alikuja ile siku ya Jumatatu, sasa mara baada ya tukio kutrend, akasema kwamba haiwezekani, yaani inawezekanaje matajiri wa madini, wachimbaji wa madini wa kanda ya Ziwa, kwa nini watumie magari ya Land Cruiser LC 300 wakati hayo magari ukienda kwa sehemu zingine pia ni magari ambayo yanatumika kama magari kwa ajili ya vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni kama alikuwa na dhihaki hivi kutokana na aina ya magari ambayo aliyatumia kwenye shughuli ya send off. Lakini pia Mwijaku naye pia akaenda mbali zaidi mara baada ya MC Sena kuposti picha ambayo Buyamba anaishi. Lakini Mwijaku akaenda mbali zaidi na yeye pia akazungumzia, akasema kwamba tajiri wa madini anawezaje kuishi nyumba kama hii, bati zinakuwa hazieleweki. Kwa hiyo maneno yamekuwa mengi sana. Leo ndio siku ya tukio kwa maana ya harusi yenyewe sasa. Na harusi inafanyika Kahama ambao ni mkoa wa Shinyanga. Moja kati ya kitu pia ambacho kimeshtua watu wengi zaidi mara baada ya kuonekana Mwijaku na yeye pia ameenda kwenye hilo tukio na amepata nafasi pia kuweza kuzungumza pale. Kwa hiyo watu walikuwa nahisi pengine kutokana na namna ambavyo walikuwa wanazungumza maneno ambayo sio sahihi, walihisi pengine itakuwa ni ngumu hawezi kwenda Katoro au kwenda Kahama kwenye hiyo harusi ambayo yenyewe ndio inafanyika kwa siku hapa leo. Lakini leo Mwijaku pia ameonekana pale. Kwa hiyo watu wengi wametafsiri na kudai kwamba inawezekana ni kutokana na amechungulia fursa na kuona kwamba kuna chochote kitu pia ambacho anaweza akakipata pale, na ndio maana ameamua pia kufunga safari kutokea Dar es Salaam mpaka kufika Kahama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na yeye pia anapata chochote kitu kutokana na namna ambavyo umahiri ambao amejitengenezea kwa muda mfupi tu katika send off pamoja na harusi ambayo inafanyika leo. Sasa we never know, pengine kesho pia zinaweza zikaibuka stories zingine tena, kwa sababu harusi yenyewe ni leo na wachimbaji wa madini wamesemwa kwa kiwango kikubwa sana. Sasa nadhani pengine inawezekana kafanya mapinduzi leo pia wakafanya kingine, kwa sababu tofauti niliouona kwenye magari misafara, nimeona magari kidogo ni kama wamechanganya, tofauti na vile ambavyo ilikuwa mara ya kwanza. Kuna Range, kuna hizo Land Cruiser LC 300 zote pia zipo kwenye misafara, na gari nyingine hazijao tu aina moja kama ambavyo ilikuwa kwenye send off. Kwa hiyo inawezekana kutokana na maoni ya watu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mimi na wewe tusubiri, tutapata update zote kupitia kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Usikae mbali zaidi, lakini pia usiache